Upepo mkali unavuma kutoka Washington hadi Teherani ndani ya kuta za White House. Rais Donald Trump anakabiliwa na uamuzi ambao unaweza kubadili historia ya Mashariki ya Kati au hata kuitikisa dunia nzima. Bahari ya Arabiki si tulivu tena. Meli za kivita zinakata mawimbi kwa mwendo wa tahadhari juu ya maji hayo. Kivuli cha meli ya kubeba ndege ya kivita USS Abraham Lincoln kinasimama kama ngome ya chuma, kikiwa kimezungukwa na manowari na ndege za kisasa zilizo tayari kwa amri moja tu. Lakini swali si kama Marekani ina nguvu. Swali ni itazitumiaje? Chaguo la kwanza ni la meza, si la uwanja wa vita. Wajumbe wa Marekani wakiwa Geneva kwa mazungumzo ya mzunguko mpya wa Irani. Huko maeneo yatapimwa kwa risasi na kila sentensi itakuwa na uzito wa taifa. Washington inasisitiza jambo moja: Irani iruhusiwe kurutubisha uranium hata kwa kiwango kidogo. Lakini kwa Teherani, hilo ni mstari mwekundu. Kiongozi wa juu wa Irani, Ali Khamenei, amekuwa thabiti: mpango wa nyuklia ni haki ya kitaifa na ishara ya uhuru wa kisayansi. Waziri wa mambo ya nje wa Irani, Abbas Araghchi, amenukuliwa akisema teknolojia hiyo imegharimu damu na jasho na haiwezi kutolewa kirahisi. Hivyo diplomasia hapa si mazungumzo ya kawaida, ni pambano la heshima, hadhi na usalama wa kizazi kijacho. Inasadikika iwapo mazungumzo yatagonga mwamba, Rais Trump anaweza kuchagua pigo la tahadhari, shambulio la kulenga maeneo maalum ya kijeshi ya Irani. Malengo yanaweza kujumuisha vituo vya makombora, miundombinu ya nyuklia au ngome za Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC, kwani hii itakuwa ishara ya wazi vitisho vya Washington si maneno matupu. Lakini kwa wachambuzi wa usalama, wanaonya pigo hata dogo linaweza kuwasha moto mkubwa. Irani tayari imeonya kuwa itajibu kwa kulenga maslahi ya Marekani katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Kambi za kijeshi, meli baharini, hata washirika wa Washington wanaweza kujikuta katikati ya radi ya kulipiza kisasi. Hapa hesabu si tu ya kijeshi bali ya kisiasa. Je, shambulio la kuonyesha nguvu litazaa makubaliano au litafunga kabisa mlango wa diplomasia? Chaguo la mwisho ni la kishindo kikubwa, operesheni pana ya lengo la kudhoofisha au hata kuangusha utawala wa Teherani, kwani hili si pigo la maonyo, ni vita vya wazi. Ndani ya Pentagon, maafisa wa juu wanapima gharama, muda wa operesheni, uwezekano wa majeruhi, athari kwa hifadhi ya silaha za Marekani na hatari za kuvutwa kwenye vita vya muda mrefu kama vilivyoshuhudiwa katika enzi za Iraq. Lakini changamoto kubwa zaidi iko baada ya moshi kutoweka. Nani ataongoza Irani ikiwa utawala wa sasa utatetereka? Je, upinzani wa ndani una mshikamano wa kuchukua hatamu au pengo la madaraka litazaa machafuko makubwa zaidi? Hakuna uhakika, na katika siasa za kimataifa ukosefu wa uhakika ni hatari yenyewe. Trump amesema wazi angependelea makubaliano kuliko vita, lakini pia ameonya kuwa kama hakutakuwa na makubaliano itakuwa siku mbaya sana kwa Irani. Kauli hiyo imeenea kama radi katika miji ya Mashariki ya Kati. Ulaya na Asia washirika wanashauri tahadhari. Wapinzani wanahofia mzozo wa kikanda unaweza kugeuka mnyororo wa majibu na kulipiza kisasi usio na mwisho. Katika saa hizi za ukimya mzito, ramani za kijeshi zinachorwa, mikakati inapangwa na historia inagonga kalamu ya uamuzi. Je, ukurasa unafuata utaandikwa kwa wino wa diplomasia au kwa moshi wa makombora?